Tafiti zinaonyesha kwamba kama kila mtu angeenda katika kituo cha afya alafu akapimwa, wote wakapimwa Tanzania, kwa population yetu tulio nayo ya milioni 60, wangepatikana wagonjwa takriban 45,000 au 50,000 kwa mwaka ambao wanakuwa diagnosed na saratani. Na kati ya hao takriban 27,000 au 30,000 wanapoteza maisha kwa sababu wanakuja katika hatua za juu. Sasa hawa hawafiki mahospitalini, kwa hiyo wengi wanaishia huko vijijini na kwingineko, lakini wangekuja wote tungepata idadi hiyo ya watu. Sasa ukiongea vifo vya watu 27,000 kwa mwaka, kwa haraka ukigawanya kwa siku 365, ina maana una vifo vya watu 75 kila siku. Ina maana kwamba saratani hii katika hali ya kawaida kila siku wa Tanzania 75 wanapoteza maisha. Sasa nakaa najiuliza kwamba hebu fikiria kama ungekuwa una ndege ambayo inabeba watu, alafu kila siku ndege inapata ajali, watu 75 wanakufa. Nadhani hilo likemstua kila mtu. Najua hizi takwimu zikitolewa unaweza kufikiri tu ni takwimu, lakini hawa ni watu ambao wenye mioyo, na mimi kama wewe na mimi ni ndugu zetu na kila kitu, ni wanadamu. Kwa hiyo tuna watu kama 75 ambao kila siku wanakufa kwa saratani katika nchi yetu. Na hiyo ndio sababu ya serikali kutambua kwamba saratani ni janga na kuanzisha kitu kinachoitwa National Cancer Control Strategy, mpango wa taifa wa kudhibiti saratani, ambao ulizinduliwa mwaka 2012. wa miaka 10 umemalizika mwaka jana, lakini bado tuko katika taratibu za kureview. Na moja kati ya strategy katika ule mpango ni kuhakikisha kwamba huduma kama hizi zinasogezwa karibu na wananchi ili kuweza kuzuia madhara ya saratani. Kwa hiyo lengo letu ni hilo, kutoa elimu kuhusiana na sababu, vitu mbalimbali vinavyo sababisha saratani, pamoja na mfumo wa maisha, kutofanya mazoezi na vitu vingine, maambukizi ambayo yanaweza akaepukika. Kwa hiyo ndio lengo, na la pili ni kuweza kuzigundua zile saratani katika hatua ya awali na kutibu ziishe. Saratani ikigundulika katika hatua ya awali, watu wanatibika na wanapona. Kwa hiyo mimi sitaki kusema sana